Tunatembea na kauli yetu mbiu ya mwaka huu, kazi zenye saa ni nguzo imara kwa maendeleo endelevu katika utekelezaji wa dira ya taifa ya 2050. Na sisi kama wasimamizi wa shughuli hizo tuahidi wafanyakazi tutaendelea kuweka mazingira bora ya wafanyakazi wetu sekta ya umma na sekta binafsi ili waweze kufanya kazi katika mazingira yaliyoboreshwa. Lakini nishukuru sana na nipongeze risala nzuri iliyojaa taarifa nzuri za utekelezaji wa kazi katika mkoa wetu wa Singida, lakini imegusa mafanikio na shughuli kubwa ambayo serikali inafanya. Tumeona mageuzi ya kifumo na mishahara, kupandisha madaraja na uhakiki wa watumishi, zoezi la kuhakikisha kwamba utoaji wa ajira mpya na kupunguza mzigo wa kazi, lakini tumeona ubadilikaji wa miundo ya utumishi, lakini vile vile nimetujuza leo kupitia mazingira ya kazi na tehama, lakini pia masuala ya haki mmeyagusia. Hakuishia hapo, mmetoa ahadi timilifu kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba mtaendelea kumpa ushirikiano. Salamu hizi Mheshimiwa Rais zitamfikia, zitamtia moyo, zitampa nguvu na zitampa ari kuhakikisha kwamba anapambana na changamoto za wafanyakazi katika mkoa wetu na taifa kwa ujumla. Lakini nimehitimisha kwa kusema kwamba mtaendelea kutoa ushirikiano na sisi tuahidi tutawapa ushirikiano wa kutosha. Lakini changamoto mlizotupa kupitia risala kama mkoa, ninaomba na mimi niseme nimezipokea, tutazifanyia kazi kwa kushirikiana nani kuhakikisha kwamba tunaweka mazingira mazuri, mazingira wezeshi ya watumishi wote katika kufanya kazi. Lakini mimi mwenyewe nikiwa kama msimamizi mkuu wa shughuli za serikali niseme hongereni sana. Kwa kweli mnachapa kazi na Singida inang'aa vizuri sana. Hata leo mnaposherehekea tuzo ya mkuu wa mkoa, tuzo hiyo ni ya kweli. Mimi bila ninyi nisingeonekana. Wanaposema nimefanya kazi vizuri, nimefanya kazi na nyinyi. Hongereni viongozi wenzangu, hongereni wafanyakazi wote, na mimi niwaahidi ushirikiano katika kuhakikisha kwamba tunatimiza majukumu yetu. Lakini leo ni siku kubwa kitaifa na kimataifa, na leo kiongozi wa nchi yetu, Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan atalihutubia taifa. Kwa hiyo na sisi kama sehemu ya Tanzania tutakuwa tayari na tuko tayari kuweza kupokea hotuba ya mheshimiwa moja kwa moja na kupokea maelekezo yake. Na sasa tukiangalia kwenye skrini tunaona tayari Mheshimiwa Waziri Mkuu ameshapanda jukwaani. Ni dalili njema na ni dalili tosha kwamba Mheshimiwa Rais yuko karibu kulihutubia taifa. Ninaomba kipindi chote cha hotuba Mheshimiwa Rais tuwe wasikivu, tuwe watulivu. Yale atakayotupongeza tukaongeze kasi, na yale atakayotuagiza tukayatekeleze kwa kasi kubwa, na yale atakayotuasa basi tuyaache kwa maslahi mapana ya taifa letu. Na baada ya kumalizika kwa hotuba Mheshimiwa Rais ambaye ndio msemaji mkuu kwa siku ya leo, basi tutaendelea na zoezi la kutoa tuzo na zawadi mbalimbali kwa wenzetu waliojitokeza kufanya vizuri zaidi. Lakini ninayo imani kwamba sisi wote tunafanya kazi zetu vizuri. Kwa hiyo ninawashukuru sana, ninawashukuru kwa kusikiliza, na sote tuwe tayari sasa kupokea hotuba Mheshimiwa Rais. Asante sana.